Nyumba 7 zilizoshukiwa kuwa za wauzaji wa pombe haramu ziliteketezwa na wananchi waliokuwa na ghadhabu katika eneo la Sasimwa, Kuresoi Kaskazini baada ya mwili wa mwanamume mmoja aliyeshukiwa kuwa amebugia pombe kutoka kwenye hadaki hizo kupatikana ukiwa umefariki kando ya barabara. Susan Wawiru anaarifu. Wakazi walilalamikia ongezeko la unywaji wa pombe haramu katika maeneo hayo, ambapo akina mama walidai kuwa wanaume wametekeleza majukumu yao manyumbani. Wanasema wamezembea na hawaleti chochote wanaporejea manyumbani na wanarejea wakiwa wachafu zaidi. Wazee wengi hapa hawasaidi, kusema kwenda ni vijana wadogo kutoka that above wenye wako na watoto lakini hawasaidi, wanakuwa mizigo kwa bibi zao, kwa watoto, kwa majukumu yao hakuna majukumu. Wakazi walisema kuwa wamekuwa kilalamikia kwa muda mrefu sana na hakuna hatua wauzaji hao wamechukuliwa. Heri Mungu atusaidie sana, sababu tumeogeleza vijana wasikiangi, tunawaogeleza hasikii. Sasa tufanye nini? Kamanda wa polisi Juda Kathenge alisema boma moja lililochomwa ni la mzee mmoja mkongwe mno wa miaka 90 ambaye ni muuzaji sugu wa pombe haramu, na mara anapokamatwa mahakama humwachilia bila adhabu yoyote. Hatujaweza kubaini ni kitu gani imefanya hiyo aweze kupoteza maisha yake, lakini postmortem itafanywa na ikifanywa tutaweza kujua the results, the outcome ya ile kitu ambayo imesababisha yeye kuaga. Pia alisema kuwa uchunguzi umeanzishwa na mwili wa mwenda zake utafanywa upasuaji. Susan Wawiru, NTV.